Baada ya kifo cha bibi yake ambaye ndiyo alikuwa familia pekee dogo aliyobaki nayo, Kali aliamua kwenda Marekani ili kuwatafuta wazazi wake. Mama yake alikuwa anaishi Marekani, sehemu ambayo hakuwahi kabisa kufika, lakini leo alifanya uamuzi wa kwenda kumtafuta. Aliamini anwani iliyoandikwa kwenye barua ndipo mama yake anapoishi. Aliamua kuikata na kuificha kwenye nguo yake, pamoja na picha ya mwanamke ambaye aliamini ndiyo mama yake. Basi safari ya kwenda Marekani ilianza na alijiapiza ndani ya siku 5 atatakiwa awe amempata tayari. Basi aliamua kuja kuzungumza na wale watu ambao huwa wanaingiza watu Marekani kwa njia za panya, na alipofika aliambiwa huduma hiyo itamgharimu $1000 na Fasta dogo alikubali na safari ikaanza. Basi ghafla wakati wanakaribia mpakani, dereva alisimamisha gari. Ndiyo, ulikuwa ni wakati wa kuchukua pesa na Fasta walifungua siti ya nyuma. Kulikuwa na sehemu maalum kwa ajili ya Dogo Kali kujificha. Ilikuwa nafasi ndogo ya kumtosha mtu mmoja, na hata kupumua tu humo ndani ilikuwa ni kazi kinoma. Dogo hakuwa na namna na alitakiwa kukaa humo mpaka watakapovuka mpaka wa Mexico kuingia Marekani. Bwana, safari ilianza. Hali ya Kali kule chini ilikuwa mbaya na hata hewa tu ilikuwa ni kazi kuvuta. Walifika mpakani, walikaguliwa, lakini maofisa hawakuona chochote ambacho kiliwatia mashaka. Waliruhusiwa kupita, lakini ghafla waliambiwa gari yao inadaiwa. Walijaribu kujielezea sana na hata kusema walipie, lakini yote yalikataliwa. Waliambiwa kwamba inabidi wafanye malipo kwa njia rasmi na sio kutoa pesa taslimu, na hayo yote ni mpaka kesho yake asubuhi. Kumbuka kwamba Dogo bado amejificha huku chini ya gari na hewa ni ngumu kuivuta. Dogo hakupiga kelele wala kusema chochote wakati gari inachukuliwa. Aliamua kinachotokea acha kitokee. Basi Dogo alivumilia mpaka usiku ambapo kulikuwa hakuna watu, ndipo akatoka ili kuanza kutafuta pa kuelekea. Na pia kwa bahati mbaya, bila kujua, alidondosha pesa zake ambazo ndio alikuwa amejichanga kwa ajili ya matumizi. Na alipofika kituo cha treni kwa ajili ya kununua tiketi, walimkatalia kwa sababu ni mdogo na mtoto kama huyu inabidi awe na mtu mzima ili kuweza kupata tiketi. Basi aligeuka kuomba mtu amnunulie tiketi, lakini ghafla aliona polisi, hivyo ilibidi ajifiche kwanza mpaka wapite, kwa sababu angekamatwa hapa basi angerudishwa nyumbani Mexico. Alisubiri mpaka hawa polisi walipoondoka ndipo akatoka kuendelea. Bahati nzuri alimkuta huyu mchizi ukubafuni. Alimuomba amnunulie tiketi na kumwahidi atampatia $100. Mchizi alikubali haraka sana na akakubali kumsaidia kuinunua hiyo tiketi. Basi Fasta alifungua begi lake ili kumtolea mchizi hela, lakini kumbuka tayari pesa alishazidondosha. Alihangaika sana kuzitafuta hapa stendi bila mafanikio yoyote. Ilibidi amwambie mchizi ukweli kwamba kuna hela alikuwa nazo na huenda atakuwa ameziacha kwenye gari. Basi jamaa alikubali kumpeleka pale ambapo gari ilipakiwa, lakini kwa bahati mbaya walikuta tayari gari ilishachukuliwa. Mchizi alimmind sana Dogo akidhani kwamba anamdanganya, lakini ukweli ni kwamba gari lilishaondoka na pesa zake ndio ilikuwa zimeondoka hivyo. Basi mchizi kwa hasira alimpeleka Dogo Kali mpaka kwa watu ambao wanahitaji wafanyakazi wa shambani, na kweli walipomwangalia Dogo waliona anawafaa kabisa kwa kazi za shambani. Na kwa namna hiyo tu Dogo Kali alifeli kumpata mama yake, na alikuwa sasa ni kifaa cha watu wengine kupigia pesa kwenye mashamba ya kuvuna nyanya. Kumbe ili shamba lina wafanyakazi wengi ambao ni wahamiaji haramu kama Kali alivyo. Na sasa leo kwa bahati mbaya polisi walipata habari na walikuja kuwakamata. Dogo aliposikia tu. Bwana, kwa leo tunaishia hapa, lakini kama utahitaji mwendelezo niandikie neno next kwenye comment, nami nitahakikisha unapata mwendelezo hapa hapa Matrix TZ.